Mimi naitwa Samuel Njuhi, Regional Manager wa Escort Group, Eastern Africa. Ninafurahi sana kuwa pamoja nanyi kwenye webinar hii. Leo tutazungumzia jambo ambalo ni muhimu sana kwetu sote. Jinsi ya kuhakikisha kwamba tunapata matokeo bora zaidi kutoka kwenye sensa zetu, hasa fuel sensors. Tutazungumzia mambo ambayo tunakutana nayo kwenye kazi za uwanjani. Tutazungumzia ufungaji, calibration, filtration, kuelewa errors, kubadilisha battery na taratibu za warranty. Muhimu zaidi, tutaangalia jinsi hatua ndogo wakati wa ufungaji au maandalizi ya sensa vinaweza kuwa na athari kubwa kwenye usahihi wa vipimo vya mafuta. Kwa hiyo, karibuni sana. Leo nitapitia mada zote kwanza na mwisho, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na baada ya hapo nitawapa nafasi ya kuuliza maswali. Ningependa pia tuchukulie webinar hii kama nafasi ya kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu na kuimarisha ushirikiano wetu. Kabla tuanze sehemu ya kiufundi, nataka niseme jambo muhimu. Webinar hii ina lengo la kusaidiana kupata matokeo bora zaidi. Escort Group na washirika wetu tuko upande mmoja. Mshirika akifanikiwa, Escort Group inafanikiwa. Mteja akipata vipimo sahihi vya mafuta, mshirika anakuwa na imani zaidi, na mfumo na mteja naye anapata imani zaidi ya huduma anayopata. Kwa hiyo, moja ya lengo yetu kubwa ni kuimarisha ushirikiano wetu. Tunataka kujenga ushirikiano wa muda mrefu ambapo bidhaa nzuri, msaada wa kiufundi na uzoefu wa kazi uwanjani vinaendana kwa pamoja. Tuanzie kwenye jambo la kimsingi kabisa, ufungaji. Sensa inaweza kuwa nzuri sana, lakini kama ufungaji haujafanyika vizuri, bado tunaweza kupata vipimo ambavyo si sahihi. Kwa hiyo, tunapaswa kuelewa kwamba sensa yenyewe ni sehemu moja tu ya mfumo. Ufungaji, calibration na mipangilio mingineo yote ina umuhimu. Kwenye kazi za uwanjani, tumeona baadhi ya hatua ambazo wakati mwingine zinarukwa. Leo, tutazipitia moja kwa moja ili tuwe kwenye upande mmoja. Tuanze na empty na full procedure. Hii ni hatua muhimu sana wakati wa ufungaji. Wakati mwingine ufungaji unafanyika kwa haraka na baadhi ya hatua zinaachwa. Moja ya hatua muhimu ambayo tunahitaji kuangalia kwa makini ni kuangalia CNT values ambazo unaziona kwenye screen yako. Baada ya kufanya empty na full procedure, tunahitaji tuhakikisha kwamba CNT values ziko kwenye kiwango kinachohitajika. Ni kiwango kipi? Kwa utaratibu wetu, full CNT inapaswa iwe angalau 1.4 ama 1.4 zaidi ya empty CNT. Kwa mfano, kama open CNT yako ni 1000, inapaswa iwe full ni 1400. Kama unavyoona kwenye screen yako, ukiangalia hizi values mbili zinafuatilia haya maagizo. Kwa hiyo, tusifanye empty na full procedure tu kwa sababu ni hatua inayotakiwa. Baada ya kufanya hivyo, tunahitaji kuangalia majibu yanayopatikana kwenye CNT. Hapo ndipo tunapoweza kujua kama sensa iko kwenye hali inayofaa kuendelea na hatua zinazofuata ama tutarudi nyuma. Kwa hiyo, jambo la kukumbuka sana hapa ni tuwe waangalifu kwenye CNT values. Tusipokuwa waangalifu, values za sensors na za mafuta hazitabadilika. Sasa tuingie kwenye calibration. Hapa kuna jambo lingine ambalo tumeona kwenye kazi za uwanjani ambazo kwa wengi haziendi sawa. Kuna baadhi ya wateja wengi ambao wako na calibration points mbili peke yake, open ama empty na full.
hawana zaidi ya hiyo. Ingawa tunaweza kuwa na points hizi mbili, kutumia points mbili peke yake kunaweza kupata nafasi kubwa sana ya makosa kwenye vipimo vya mafuta, ambayo inaitwa kwa kizungu a huge margin for error. Kwa nini? Kwa sababu tank la mafuta si lazima liwe umbo linalofanana kutoka juu mpaka chini. Kiasi cha mafuta kinaweza kubadilika kwa namna tofauti katika sehemu mbalimbali za tanki. Kwa hiyo, tukitumia empty ama open na full peke yake, sensa haina taarifa ya kutosha kuhusu kinachotokea katikati ya hizo tanks na katikati ya hizo points mbili. Ndio maana tunasisitiza, kadri tunavyokuwa na calibration points nyingi zaidi, ndivyo tunavyoweza kuwa na reference points nzuri zaidi. Na reference ikiwa nzuri zaidi, tunakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata vipimo sahihi vya mafuta. Pointi kuu hapa ni kwamba ukiwa na point nyingi ambazo ni calibration points, utaweza kuwa na accuracy njema sana. Hebu tuangalie hizi calibration points mbili ama hizi calibration table mbili. Hii ya kwanza tuna reference points mbili peke yake. Empty ambapo mafuta ni 0 na sensor ni 1, full ambapo ni 110, 110 na sensor ni 1018. Hii ya kwanza calibration points ni chache. Hii nyingine ina calibration points nyingi zaidi. Tunachotaka mshirika aelewe hapa ni kwamba calibration sio kujaza empty na full peke yake. Tunataka calibration iwakilishe tanki kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo, pale ambapo tunaweza kupata calibration points zaidi, tutumie points hizo. Ujumbe rahisi hapa ni kwamba the more calibration points, the better the reference points and the better the accuracy. Calibration points nyingi zaidi zinatupa reference nzuri zaidi na tunasaidiana kupata usahihi bora wa vipimo. Jambo lingine muhimu sana ni nafasi ya sensa ndani ya tank. Tunapaswa kuhakikisha kwamba kuna sentimita 1.5 kutoka chini ya tanki mpaka kwenye sensa. Hii inaweza kuonekana kama nafasi ndogo sana, lakini kwenye fuel sensors, mambo madogo kama haya ni muhimu. Kwa hiyo, wakati wa ufungaji, tusipuuze hii sentimita 1.5. Hakikisha hii nafasi imezingatiwa kila wakati. Ufungaji mzuri unaanza kwa kuzingatia hizi hatua ndogo. Tukuje kwenye filtration. Filtration inatusaidia kuhakikisha kwamba events zinazorekodiwa zinaendana na kiwango cha movement au mtikisiko ambao tank inapatana nao. Kwa mfano, gari au mashine inaweza kufanya kazi kwenye mazingira yenye mitikisiko mikubwa. Mafuta ndani ya tanki yanaweza kutikisika sana. Hatutaki kila movement ndogo ya mafuta ichukuliwe kama event halisi ya mafuta, ile ambayo tunaita fuel drop and fuel refilling. Ndiyo maana filtration ni muhimu. Kanuni ya msingi hapa: the more the disturbance we expect, the higher the filtration value should be. Kwa hiyo, kadri tunavyotarajia mtikisiko mkubwa zaidi, ndivyo filtration value inapaswa kuwa juu zaidi. Hatupaswi kutumia setting moja kwa gari au mashine bila kuangalia mazingira ambayo inatumika. Tunahitaji kuangalia mazingira ya matumizi, kiwango cha mitikisiko ambacho ile gari itakuwa ikipitia. Kwa hiyo, zile filtration zinakaa kama hivi kwenye application yetu, ambapo inaanza kuanzia 0 mpaka 15, ambapo 0 ni wakati ambapo gari au mashine haina mitikisiko mingi, kwa mfano generator, na 15 ni gari ambazo zina mitikisiko mingi kwenye kazi zake. Sasa tuende kwenye errors.
Kuna jambo moja muhimu ambalo nataka tulielewe kwa pamoja. Error haimaanishi kila wakati sensa imeharibika. Error inatuambia kwamba kuna jambo ambalo linahitaji kuangaliwa. Kwa hiyo, tunahitaji kujiuliza, error ni gani? Ina maana gani? Tatizo linaweza kuwa limetoka wapi? Na tunapaswa kuanzia wapi kutatua hili tatizo? Tukielewa hizi errors, tunaweza kuokoa muda, gharama ya kubadilisha sensors kila wakati. Tuanzie na error 7000 ama error 7000 tunavyoita. Hii error inaonyesha short circuit. Kwenye kazi ya uwanjani, moja ya sababu zinazoweza kusababisha hii ni hali ya uchafu uliopo kwenye tenki, kama vile chembe za maji au chembe za metali. Kwa hiyo, tukiona error 7000, tusikimbilie kusema sensor imeharibika na inahitaji kubadilishwa. Tuanze na kutafuta chanzo cha tatizo. Utaratibu wa kutafuta ni huu. Tunaondoa sensor, tunasafisha tanki na tunasafisha sensor na ile mafuta. Naomba tuelewane. Tunaondoa sensor, tunasafisha tanki na tunasafisha sensor. Kusafisha sensor tunafanya na ile mafuta. Kama ni diesel, tunasafisha na diesel. Kama ni petroli, tunasafisha na petroli. Hii inaweza kuwa na faida kubwa sana kwa mteja. Kwa sababu, kama uchafu utaingia kwenye mfumo wa mafuta, mteja anaweza kupata matatizo makubwa zaidi. Anaweza kulazimika kubadilisha injector pumps, fuel pumps na sehemu zingine zinazohusiana na fuel line bila kutatua chanzo halisi cha tatizo. Kwa hiyo, kusafisha tanki na sensor kunaweza kumsaidia mteja kuepuka gharama hata kubwa zaidi. Kuna faida nyingine pia kama tatizo hili linaendelea kujitokeza. Tunaweza kumsaidia mteja kufuatilia vituo vya mafuta ambazo huenda zinatoa mafuta yenye uchafu au yenye ubora usioridhisha. Kwa hiyo, error 7000 inaweza kutusaidia sio tu kwenye sensor, bali pia kumsaidia mteja kuelewa tatizo linaweza kuwa limetoka wapi. Sasa tuna error 6500. Hii error inaonyesha kwamba tubes zimedisconnect kwenye head au circuit ya sensor. Kwa hii, hatua inayofuata ni replacement. Kwa hiyo, ni muhimu kutofautisha error 6500 na error 7000. Kwa error 7000, tunaanza kwa kuangalia short circuit na uwezekano wa impurities na tunafanya usafishaji. Kwa error 6500, tubes zimedisconnect na hatua inayofuata ni kubadilisha sensor. Hii ndiyo sababu ni muhimu sana kuelewa errors. Sasa tuingie kwenye battery replacement na warranty. Upande huu, washirika wetu wamekuwa wakifuata utaratibu vizuri kwa sana. Lakini ni muhimu kila mara tujikumbushe hatua zinazotakiwa. Kwa battery warranty replacement, kuna jambo muhimu sana kuhusu ushahidi unaotakiwa kutumwa. Tunatakiwa kurekodi video wakati measurements zinafanyika kwenye battery na sensor. Jambo muhimu zaidi ni kwamba battery serial number, sensor serial number lazima zionekane kwenye frame moja. Kwa hiyo, video inapaswa ionyeshe battery, sensor, battery serial number, sensor serial number na measurements zinazofanyika za voltage. Kama utaratibu huu umefuatwa, battery replacement chini ya warranty inafanyika bila malipo kulingana na masharti ya warranty. Kwa hiyo, kabla ya kutuma ombi la warranty, hakikisha taarifa zote za video zimekamilika. Hii inarahisisha mchakato kwa mshirika na kwa Escort Group. Kwa sensors zenyewe, kipindi cha warranty ni miaka 3. Kama mshirika ana sensor ambayo ina tatizo ambalo limetokea kwa chini ya hii warranty, tunafanya testing kwanza.
Testing inaweza kufanyika kwa njia mbili pamoja na technical support team yetu ambao namba zao tutawaonyesha mwisho wa presentation. Na ni vyema kuelewa ya kwamba support team yetu ambayo ni ya Escort inatumia lugha ya Kizungu ama English. Ila tuko na support ya Horizon ambaye ni distributor wetu na anatumia lugha zote loko, anatumia Kizungu, anatumia Kiswahili na nina uhakika anatumia lugha zetu za Afrika hapa. Hii inanileta mwisho wa presentation yangu na washukuru sana kwa muda wenu na kusikiliza na kwa ushirikiano wenu. Sasa nafungua nafasi ya maswali. Kama kuna swali kuhusu ufungaji, calibration, filtration, errors, battery warranty au changamoto yoyote ya kazi za uwanjani ambao haujashughulikiwa, mnaweza kuuliza. Huu ni wakati wa maswali ambayo tunaita Q&A session, ndiyo hii tumefika. Wacha niangalie. Pole sana kwako Laiza Mohamed. Nasema ya kwamba kuna mwingiliano wa sauti inayojirudia. Iko sawa kwa sasa ama bado iko? Naomba kujua era 6500 ina maana gani? Era 6500 ina maana ya kwamba sensor hapa na hapa kwenye tube zimeachiliana. Kwa hiyo hii jinsi ya kuitatua ni moja tu, kubadilisha sensor. Kuna mwenzangu pale pia naona anasema nirudie kwenye CNT values. Nitafanya hivyo. Nitarudi kwenye hiyo slide ya CNT ili tuelewane kwa pamoja. Ndiyo hiyo. Kwenye CNT Davis tunasema hivi, wakati unafanya full na empty inafaa uzingatie sana hii CNT ambayo ndiyo hii hapa na ndiyo hii hapa. Kwenye CNT kuna values mbili ambazo zinatokea wakati unafanya full na empty. Wakati tunafanya full na empty, kumbuka ya kwamba tunaweka mafuta kwenye hii tube kama tumeweka insulating tape hapa. Halafu tunafanya ile full, halafu tunafanya empty. Wakati unafanya full na empty, hizi values hizi hapa huwa zinabadilika na hii hapa. Wakati unafanya full huwa inalingana na value fulani hapa, na wakati unafanya empty huwa inalingana na nambari fulani hapa. Kwa hiyo ili ujue ya kwamba umefanya full na empty vizuri, inafaa udivide hii na hii. Ikiwa jibu lako ni 1.4 kwenda juu, inamaanisha ya kwamba full na empty imefanyika vizuri. Ila ukipata ya kwamba hii value ni ndogo, inamaanisha ya kwamba full na empty haijafanyika vizuri. Ubora wake ni upi?
Wakati unafanya full na empty na iwe haujazingatia this particular condition, utapata ya kwamba mafuta haitabadilika inavyofaa. Kwa mfano, inaweza ikabaki kwenye value moja kwa muda mrefu bila kubadilika. Natumai nimejibu hilo swali. Kuna ndugu yangu hapa pia anauliza, naomba elezea sehemu ya correction mode. Sijaelewa correction mode ni ipi, naomba ueleze swali lako tu kwa kifupi tena, unamaanisha vipi wakati unasema correction mode? Kuna Julius Shayo hapa anasema kwenye video za installation YouTube wanasema uache gap ya 1 cm hapo kwenye slide yako, nimeona 1.5 cm. So which is which? Chini ya ni 1.5 ambapo ukiwacha huwa inabaki space ya 1 cm chini ya tank, kwa sababu utaweka hii ambayo inakula half a centimeter. So ukishaweka hii, kumbuka pale chini ya tanki umeweka 1.5. Hiki kidude hapa kinakula 0.5 of a centimeter, halafu ile 1 centimeter. So ni 1.5. So chini ya hiki kidude mpaka chini ya tanki ni 1 centimeter. So total ni 1.5 centimeter. Natumai tumeelewana kwa hilo. Correction iko chini kidogo ya uwanja wa full na empty. Unamaanisha ile correction mode ambayo ni ya temperature. Hiyo inatumika wakati ambapo ni vyema, wakati unatarajia kutumia ile correction mode, unawaongelesha support directly ili wakueleze utatumia correction mode ipi na utaitumia kwa nini na utaitumia vipi. Ile correction mode haitumiki kwa installation zozote, haitumiki kwa installation kila wakati, inatumika tu kwa special cases ambapo kwa mfano uko kwenye sehemu ambayo temperatures ni za juu zaidi, kwa hiyo inatumika hapo peke yake, ila kwa wakati mwingine wowote haina haja. Kwa hiyo correction mode inatumika with the reference and with consultation with the technical support team. Kuna ndugu yangu pia anasema kuna changamoto nimekutana nayo. Sensor nilifunga lakini battery imekaa wiki 3. Power imekwisha, nimebadilisha battery imekaa wiki 3, imeisha. Sasa sijajua shida iko wapi. Msaada tafadhali. Pole Bwana Frederick kwa hayo masaibu. Naomba nikueleze ya kwamba battery wakati inaisha haraka kunawezekana kuwa na sababu kadhaa ambazo zinafanya battery iisha kwa haraka. Sababu ya kwanza ni error 7000. Wakati hizi tubes zimeshikana, hapo kuna short circuit. Short circuit inaweza ikafanyika kwa sababu ya maji ama kwa metali ambazo tunaita metal chippings. Na kwa sababu hii ni DC circuit, wakati unaleta short circuit kwenye circuit ya DC, unapata ya kwamba kitu cha kwanza kuumia ni battery, halafu baada ya battery inaumia circuit. Kwa hiyo inafaa urudi uangalie kwenye raw data ambayo unapata ya hii sensor ambayo uliweka kwenye platform yako. Angalia na uzingatia ya kwamba kuna hii error 7000 ama haiko. Ikiwa hivyo, tunaweza tukakupa support of course kwa ile namba yetu ya support, na tunaweza tukashirikiana vizuri kuelewa kwa nini battery yako inaisha haraka. Ni vyema kuelewa sensor ambayo ni wired, ambayo sio Bluetooth, wakati error 7000 inakaa kwa muda mrefu, ile circuit ya sensor huwa inakufa. Inapatikana ya kwamba ile sensor haiwezi connect na device kwa sababu imekufa kabisa.
What about calibration table ile mathematical? Can I depend on it? Huyu ni Bwana Stanley Mamba. Naomba tuelewane kwenye mathematical calibration. Changamoto kuu zaidi kwenye mathematical calibration ni zile measurements. Kwa sababu ikifika ni wakati wa measurements, nimepata mafundi wengi kama sisi, unapata ya kwamba hauchukui ile measurement jinsi ambavyo inavyofaa. Kwa mfano, unapata zile tanki za mafuta, naomba nitumie hii. Zile tanki za mafuta huwa zimetoka kidogo. Unapata ya kwamba mtu anachukua length from mwisho kabisa wa tanki mpaka mwisho kabisa wa tanki. Hazingatii tanki inayobeba mafuta imefika wapi. Kwa hiyo unapata ya kwamba kuna wale ambao wako na 2 cm extra nje ya. Kwa hiyo inaleta error kubwa sana, kwa sababu itaonekana ni kama ile tanki ni kubwa kuliko vile ilivyo. You can depend on it, yes, unaweza ukaitumia, yes, ila ni vyema kuzingatia readings zile za tanki, including wall thickness. Ni muhimu sana kuzingatia hizi. Na ningeomba wakati unatumia ama unatarajia kutumia hii mathematical calibration, uwe unaongea na support yetu kwenye WhatsApp. Watakusaidia vyema sana. Hamisi Haji, kuna njia yoyote ya kupata password ambayo umesahau? Ndio. Password unaongelesha support wetu. Kuna support ambayo iko Horizon IoT. Kama uko na namba yao, wakiongozwa na Madam Hilda, unamwandikia tu message, ama account manager wako ambaye anakupatia hizi sensors, unamwandikia message, unamuelezea niko na hii sensor, nimesahau password. Muda wa kubadilisha password ukiwa mwingi sana ni dakika 10. Ukiwa mwingi sana. Kwa hiyo fundi akiwa uwanjani ni rahisi sana kubadilisha ile password ikiwa amesahau. Kuna ndugu yangu hapa ambaye anaitwa Patrick Kauro. Anauliza, je, kanda hii ya mafunzo itawezekana kupata baada ya funzo hili ili kurejelea kwa kina na kujifunza yaliyotupita au mengi? Ndio, nitahakikisha ya kwamba umepata hii kanda. Nimeandika email yangu kwenye chat. Ikiwa umekuwa mshirika leo na ungetaka hii kanda, tutajaribu tuiweke kwenye YouTube, ila tukichelewa kuiweka kwenye YouTube, unaweza ukaniandikia email kwenye hiyo email na nitaangalia. Kuna swali lingine ambalo linatoka kwa Laiza Mohamed ambaye anauliza, does the sensor have damping software or protective tubes to stop readings from jumping on rough roads? Anauliza, ningetaka kumwelezea kupitia slide ambayo inaitwa filtration. Nitamwelezea kwa lugha zote mbili, ya Kiswahili na ya Kizungu, ili aelewe. Hii filtration ina maana ya kufanya jambo ambalo unauliza kwenye hili swali. Kulingana na matumizi ya ile gari ama ile mashine, unaweza ukatumia filtration tofauti. Filtration zinaanzia kwenye 0 kama unavyoona kwenye screen yako mpaka 15. 0 inaathiria hiyo mashine ama hiyo gari haina any disturbance, haina mtikisiko wowote.
15 inamaanisha ile mashine iko na mtikisiko wa juu sana. Kwa mfano, 0 unaweza ukatumia kwa generator ama stationary tank. 15 unaweza ukatumia kwa mashine ambazo zinatumika katika ujenzi wa barabara, zile excavators. Kwa hiyo solution iko ndiyo hii ambayo inaitwa filtration. Kueleza kwa kizungu ni hivi: yes, we have this solution, it is called filtration. The question that you're asking about, which ranges from 0 to 15, and 0 is meant to be used for machines or equipments that have less disturbances. One of them being a generator or a stationary fuel tank. 15 is meant to be used for equipments that will have a lot of disturbances while in use. We're talking about construction equipments, we're talking about big trucks that are meant to be working somewhere in quarries. That is 15 for you. Kuna watu tunazo sensors za Escort wired. Unaweza kutusaidia how to do the installation. Huyu anaitwa Davis Amedus. Ndio, installation ni almost the same. Majina tu ndio tofauti. Kwa hiyo nitatuma link nitawapatia QR code ambapo unaweza ukascan na unaweza ukapata knowledge base yetu. Ila ningetaka kujua kampuni yako ni ipi, na ningetaka kujua kama uko Tanzania, kwa sababu ninakuja Tanzania kuanzia Jumatatu ijayo na nitakuwa pale kwa wiki 2, na kazi yangu kwenye usafiri wangu wa Tanzania ni kuhakikisha kwamba kila mteja anapata full value ya Escort sensors. Kwa hiyo pia unaweza ukaniandikia email kwenye hiyo email yangu ili tuweze kuzungumza zaidi. Company ATMs. Okay, wacha pia niandike namba yangu ya WhatsApp. Tunaweza tukafanya mipango ambavyo nitakuja kufanya training hapo kwenye kampuni yako ili sisi wote tuwe kwa pamoja. Swali lingine? Swali lingine? Kama hakuna swali, naomba niguzie tu jambo moja kwenye screen yako. Unaona hapa kuna value ambayo inaitwa maximum level, ambapo ni mbili. Inaweza ikakuwa 4095 ama inaweza ikakuwa 1023. Tunachagua vipi na tunachagua lini kutumia 4095 ama tunachagua lini 1023? Ni vyema kuelewa ya kwamba wakati unafanya installation kwenye tank ambayo height yake ni chini ya sentimita 50, unachagua 1023, 1023 kwenye tanki ambayo height yake ni chini ya sentimita 50. 4095 tunatumia kwenye tanki ambayo urefu wake ni juu ya sentimita 50. Kwa hiyo ukiwa na tanki ambayo ina sentimita 63, yafaa utumie maximum level ya 1495. Kama unatumia ama kama unafanya installation kwenye tank ambayo ina urefu wa sentimita 45, yafaa utumie maximum level ya 1023. Na kuna swali lingine hapa. Kuna changamoto mathematical calibration na manual calibration. Data zake zinakuwa tofauti sana. Mfano tank ya 300 liters kwenye mathematical value mwisho inakuwa 4095 na manual inakuwa 3890. Kwa nini? Asante sana kwa hili swali. Mathematical calibration
ni ile ambayo inathamiria ya kwamba umechukua readings vile ambavyo ziko kwenye tanki. Jambo la pili, inadhamiria ya kwamba sensa yako umeiweka jinsi ambavyo itapata mafuta to the mpaka juu kabisa, ndiyo maana inafikisha 4095. Ila ni vyema tuelewane ya kwamba mambo ambavyo hufanyika na mambo ambavyo huwa tunadhamiria yatakuwa ni vitu mbili tofauti. Ndiyo maana unapata hii 3890 ikiwa ni value ambayo unapata wakati unafanya manual calibration. Ninatumai pia ya kwamba hatutumii mathematical calibration kwenye irregular tanks. Mathematical calibration ni ya tank ambazo ni regular, very regular. Sio tank ambazo ni irregular. Kwa hiyo inaeleweka na iko sawa wakati full value ya mathematical ni 4095 na manual calibration ni 3890. Pia ningeomba wakati tunafanya mathematical calibration tuwe na uzoefu wa kuifanya wakati tuko na support team kwenye WhatsApp, kwa sababu wale wako 24/7 kwa sababu yako. Sasa ni ruhusu niwaelezee kuhusu webinar yetu ya kesho ambayo kuna tilt angle sensors ambazo zinaitwa DUBLE. Kuna webinar kesho ambayo ni hii. Unaweza ukascan hii QR code ili ujisajili kwenye hii webinar. Itakuwa ikielezea jinsi ya kufanya installation ya DUBLE ambayo inatumika kwenye mashine kama hizi unazoona ambazo ni za construction. Na pia ningetaka kueleza ya kwamba tuko na pages zetu za social media ama za kijamii ambayo kuna LinkedIn, kuna knowledge base hii kwenye katikati. Hii ni muhimu sana kwa mafundi uwanjani, na pia tuko na nyingine kwenye YouTube. Unavyoona hapa tumepost hiyo registration ya ile webinar ya DUBLE. Na pia naomba mnaweza mkachukua hii namba ya escort support ambayo inaonekana kwenye screen yako, muongee na wao kwenye WhatsApp. Wakati unathamiria kufanya ile mathematical calibration, naomba get in touch with them, waongeleshe kwenye WhatsApp na watakusaidia. Swali la mwisho ni kwa Robert, which gives the most accurate readings between the calibrations for tipper and long haul trucks? Naomba nimjibu kwa lugha mbili, ya Kizungu na Kiswahili. Naomba nianze na Kizungu ili nimalize na Kiswahili. The best calibration method that you can use for any tank whatsoever is the manual calibration, because it takes into consideration the shape of the tank, whether you're having a depression inside the tank, whether whatever is happening to that tank, manual calibration will be able to cater for that. Mathematical calibration has its advantages. Yes, it's very easy to do. You can do it in 10 minutes. However, the accuracy highly depends on your measurements and on your installation practice. So putting these two things together, you are much safer doing manual calibration. Kwa Kiswahili ni vyema kutumia ile manual calibration kwa sababu utapata accuracy ya juu sana ukilinganisha na mathematical calibration. Ikiwa tanki ina shida, ina mabonde ndani, manual calibration itaweza kuangalia haya na itaweza kupatia readings ambazo ni nzuri sana. Haya, naomba sasa nichukue swali la mwisho ili tumalize webinar yetu. My technician was struggling with installation in one of the vehicle as it was showing that the sensor was contaminated with water and dirt or metallic. When dipped in the tank at the same time during the empty, it was working good. Can the source of the error, change of the sensor, how to correct the error?
Naomba nimjibu kwa lugha mbili na pia nielezee swali ambalo ameuliza. There's a very high possibility that what happened during that installation from what you have written is that it was during the first time installation, and during this period, that is when he realized that when he was doing empty and full, everything was working right, but when he put the sensor inside the tank, he was getting error 7,000. There's a possibility that probably for some reason, when he was cutting the tubes, some of the metals stuck inside. That is one possibility. Second possibility is that the tank itself, the one that he was working on, had a lot of sludge at the bottom of the tank. That is why he was getting the error 7,000. Nieleze kwa Kiswahili. Ndugu Stanley hapa anauliza ya kwamba kuna fundi wake ambaye alikuwa anafanya installation, ila wakati alikuwa anafanya empty na full ikakuwa ya kwamba ilikuwa sawa, ila akiweka sensor kwenye tank anapata ya kwamba anapata ile error 7,000. Na kwa hilo, kulingana na vile ameeleza, kuna mambo mawili ambayo kuna urahisi yalitokea. Jambo la kwanza, wakati alikuwa anakata hizi tubes, alikata na chuma zingine zikabaki ndani. Hiyo ni possibility ya kwanza, wakati unatumia zile blade ambazo zimezeeka sana. Ya pili, kuna uwezekano ya kwamba ile tanki ambayo alikuwa anafanya installation iko na uchafu mwingi pale chini. Kuna maji ama matope ambayo yako pale chini. Kwa hiyo ningezingatia, angalie hizo mbili, angalie hakikisha ya kwamba ile tanki haikuwa na matope chini, na hakikisha ya kwamba hakukuwa na chuma ndani ya tubes. Some sensors will gain or drop level when the truck is stationary. What's the cause? I would highly recommend that you get in touch with the technical support when you are at site at that moment. There are so many reasons that could lead to that. So many reasons. So the best thing would be get in touch with the technical support team so that you can look at this issue real time when you are in the vehicle. Anauliza, sensor ambazo anapata gain na drop wakati ile gari imesimama, sababu inaweza kuwa ni ipi? Nami namueleza ya kwamba kunaweza kuwa na sababu nyingi sana ambazo zinaweza sababisha hiyo, moja yake ikiwa filtration ambayo haikuwekwa vizuri, na kuna sababu zinginezo nyingi sana, ila ningeomba awaongelesha support kwenye hii namba unayoona kwa screen wakati ako kwenye site, ili waweze kuangalia kwa pamoja na waelewe shida iko wapi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba kumaliza webinar ya leo, na kumbukeni ya kwamba kwenye hii namba ambayo nina type tena, ikiwa uko Tanzania na ungetaka nije kwenye kampuni yenyu ama nije kwenye mafundi wenyu, tufanye training, tuelewane kama mnatumia sensor wired ama sensor bluetooth ama mko na mashida, ningeomba get in touch with me via WhatsApp, niongeleshe hapo kwenye WhatsApp, ili nikipanga mpango wangu wa wiki 2 ambayo itaanza Jumatatu ijayo, tuongee na tuelewane. Sina mengi zaidi ya hayo. Asanteni sana kwa kuja kwenye webinar. Tuonane wiki ijayo wa Tanzania, na nashukuru sana. Asanteni sana. Thank you everyone for your attendance. To the Tanzania people, see you next week from Monday. Thank you very much and have a lovely day.